mtunzaji wa moyo wangu na hata mlinzi wa moyo wangu. Nasikia kumtukuza nikiwa mbele zake siku ya leo, nikijua ya kwamba sio kawaida. Bwana atukuzwe. Unaweza penda sana uwe katika ibada na unapatikana hauko kwa sababu ya mambo ambayo umepata. Bwana atukuzwe. Wiki jana sikuwa hapa, nilipata mjukuu wangu alikuwa mgonjwa, tukaenda Jumamosi hospitali na tukalazwa. Tulitoka huko Jumanne, nimeona mkono wa Bwana amenitendea, kwa sababu kweli alikuwa mahali mbaya. Alikaa siku 3 bila kukula chochote, lakini baada ya yote kwa maombi na shirika utakatifu, Bwana ametenda mema. Bwana atukuzwe. Kwa hivyo nina kila jambo la kuambia Bwana anastahili sifa zote, kwa sababu yeye ni mwaminifu. Ndipo nimesimama mbele yake nikisema ya kwamba kwa yale amenitendea, nami naja kushukuru, na kwa sababu ni wakati unasema wacha nishukuru asubuhi ya leo. Hapa nina shukrani. Simama pamoja. Tulikuwa pamoja tulipomtaja mbele za Mungu. Unakumbuka? Na ni vizuri tushiriki pia katika kushukuru Mungu wetu na Baba wetu. Wewe utusikia maombi yetu katika hali ya unyonge sana. Wewe sikio lako uwe juu yetu, na baraka zako haziwezi kushindwa kutufikia kokote tunapotoka. Tazama tunashuhudia upya juu ya uponyaji wa mkono wako kupitia kwa dada yetu. Kwa Baba umemtendea kazi ambayo Baba angeweza kuifanya, na kwa moyo wake anakuja mbele zako kushukuru. Nasi Baba tunaungana pamoja na yeye kusema unastahili. Wewe ni Mungu milele na hakuna atakayefananishwa na wewe. Matendo yako ya huruma ni makubwa juu ya wale wote wanaokutegemea, na ndivyo imekuwa katika dada wetu na kanisa letu kwa ujumla, ya kwa Baba umetuponya mtoto wetu, nasi tunakushukuru na kusema asante Baba. Katika umoja wetu katika ushirika wa leo tunasema jina lako liinuliwe na lisifiwe. Katika jina la Yesu tunashukuru.